Katika mwezi wa 7 siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kinywa cha Hagai nabii kusema, sema sasa na Zerubabeli mwana wa Shedieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehozadaki, kwani mkuu wa hayo mabaki ya watu, ukisema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu siyo kama si kitu? Tulia pale mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu mchana wa leo linasema nini? Katika mwezi wa 7. Mimi niko mbele. Kama wewe kwa mwezi wa Juni tulimaizana nao kitambo. Sio muone ndo umeka hao na Mungu. Tembea mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu linasema katika mwezi wa 7 siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana likamjia kwa kinywa chake nabii wa Mungu Hagai. Kwa hivyo Hagai alikuwa ni nabii wa Mungu, ni wale tunawaita minor prophets. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu likamjia katika kinywa chake nabii Hagai, likasema nini? Mwezi wa 7. Sema mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Akaambiwa na Mungu mwezi wa 7 akanene kuhusu mwezi wa 7. Huenda haukunenea mwezi wa 7, lakini leo tunaunenea mwezi wa 7. Huenda kutoka Januari haukuombea mwezi wa 7, lakini kwa ibada ya leo mwezi wa 7 Mungu anataka utabiriwe na anataka unenewe kitu. Kwanza tukiingia mwezi wa 7, kwa sababu already in the spiritual realm tushafika kule. Mwezi wa 7 huu uone kile ambacho umengojea Mungu kutoka mwezi wa kwanza, mwezi wa 2, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6. Si mwaka umefika katikati. Sasa we are in the other half of the year. Bwana Yesu asifiwe. Sijui umengoja nini? Sijui uliomba nini Januari mwaka ulipokuwa unaanza. Sasa kama haijafanyika, mwezi wa 7 ndio Bwana anafanya. Ngoja kunisikiza tu. Alafu wanange watu wakitoa ushuhuda hapa unashangaa. Lakini mtu ndio huyo anasema biashara imekuja. Kwani imekuja namna gani? Imekuja kwa sababu kuna neno ilitembea mbele ambao haitambui kuna pesa ama hakuna pesa. Kwa hivyo nikikwambia mwezi wa 7, kile kimechelewa mwezi wa kwanza hadi wa 6, akichelewi mwezi wa 7. Utaona utukufu kuliko utukufu uliouona Januari. Utaona neema kuliko ambao uliona miezi ambao imepita. Mwaka umepita katikati, lakini hata kama umepita katikati, ninakuambia mwezi wa 7 ngoja uone utukufu ulio mkuu kuliko utukufu wa mwanzo. Kwa jina la Yesu. Neno la Mungu nasema ya kwamba akasema nabii katika kinywa chake, sema sasa na Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu, nao mabaki ya watu, ukisema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Zerubabeli na yule mwingine. Sasa sio Zerubabeli, ni wewe. Akaambiwa nabii Hagai anaulizwa na Mungu, hebu uliza Zerubabeli, hebu uliza 001, hebu uliza Patrick, hebu uliza Kasioki, ya kwamba mahali hapa umefika, ukiangalia nyuma uliona utukufu wa aina gani? Uliona mambo gani? Uliona baraka zipi? Uliona mambo gani? Bwana Yesu asifiwe. Akawauliza, mnaona katika nyumba hii utukufu wa kwanza? Asubuhi nikakuwa nikiwa pale nyuma nikaomba Mungu sana, nikimwambia asante. There is a time niliomba katika hii madhabahu. Nikaambia Mungu nikiwa pale kwa mlima, lete praise and worship. Waimbe nikiwa tu kule nyuma nambarikiwa. Kwa maana nikanjua utawaleta. Lete intercessors wako kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Leta watu wa mitambo. Tayari Kasioki anasema, Bwana anajua hii mitambo. Aitu kama mmoja na kufungua, kuanza kuunganisha vyombo, kuchukua spika isijui iko wapi. Sijui kuanza kupanga viti hata kuosha. Aitu kuosha. Steve ni shahidi. Steve akaniuliza siku moja, hapo utafanya hii kazi hadi nikamwambia wacha. Mimi ndio nimeitwa, sio wewe umeitwa. Wacha nikuonyeshe vile kazi inafanyanga. Nikaona amejituma. Nikamwambia kwamba kuja nikuonyeshe vyombo unganishwa namna gani.
Nikaona Steve ameshika haraka. Nikamwambia Steve, ninahitaji praise and worship team. Watajua vile praise ni nini na vile worship ni nini. Nikamwambia mwanangu, na wewe wa kwanza ndio utapokea ile neema. Na kuna tumutu tulikuwa tumekaa tu. Sasa umeanza kuachiliwa kuliko ule wa kwanza. Wakasema anaimba kama punda. Walimwambia kweli. Maana wewe ina kijengo hii. Na wakati unaambia Mungu mpe neema ambayo niko nayo, tukishika maiki tukiwa wawili. Bwana, watu wasikie ni kama watu milioni moja wamesimama kwa hiyo madhabahu. Na Mungu akamjalia. Ukiona anaimba usifikiria alikuja hapa akijua kushika maiki. Hata hakuwa anajua inawakishwa namna gani. Hakuwa anajua mixer ni gani na hata hakuwa na regulator ni gani. Hakuwa anatofautisha which is which. Basi wasifiwe. Lakini kuna utukufu Mungu aliweka ndani yake ambao sasa huwezi linganishwa na pale nyuma. Huwezi ukasema hakuwa anajua kushika maiki. Sasa anajua kushika maiki. Huwezi sema hakuwa anajua kundresi wakati ule. Sasa anajua natumia Steve kwa in that case ndio unielewa vizuri. Ya kwamba Angai akauliza watu wa Mungu akina Zerubabeli, ukijiangalia unaweza linganisha utukufu wako na utukufu wa sasa na wa pale mwanzo. Jiangalia katika maisha yako. Ujiulize, vile nilivyo mwezi wa 6 ni sawa na mwezi wa kwanza? Hapana, huyu amesema hapana. Basi Mungu anasema siku ya leo, mahali umefika wakati huu mwezi wa 6, sio hapo utakuwa mwezi wa 7. Amen. Kama uko na kiatu pia moja, mwezi wa 6 wa 7 au kuina pia moja. Amen. Ndumanga hii Mungu ni mwaminifu. Sio hiyo bana kuja viatu hizi umie kusiana kijai. Hizi viatu zimetoka wapi? Ni mingi, zinanjaa kwa nyumba. Sasa zimekuwa amen. Hayusi kusema hata kiatu ya maluni si maluni hapa ni gani? Mambo siwezi nikavaa hiyo. Lakini Mungu aliona lazima uivae. Lazima hautanjua. Amen. Asikunana imeingiana vizuri. Kama shuka mahali popote. Sunana imekubali. Utukufu wa sasa hautalinganishwa na wapi? Utapewa biashara washangange ilifanyika namna gani. Maana wewe ambao hauwezi utaweza. Wewe ambao waliona uwezi miezi hii ambayo 6 imepita. Forget about last year. Unajua sasa wengine wamekunja Januari. Sasa tuko hapa wengine wengi wamekunja Januari. Sasa sahau about mwezi wa 6. Sahau mwezi wa 5. Sahau mwezi wa 4. Sahau mwezi wa 3. Sahau mwezi wa 2 na wa kwanza. Na kuambia utukufu ule Bwana ataachilia mwezi ujao au utalinganishwa na wa miezi mmoja. Kwa hivyo Angai akasema, akaambiwa na Mungu, hebu listen Zerubabeli na wale wenzie, kama utukufu wa nyumba hii wanaoona sasa ulikuwa kama ule wa mwanzo. Kwani siasifiwe? Na Mungu anakuuliza mahali ambapo unaona umefika mwezi wa 6. Mwezi wa 6 unaona utofauti? Kulikuwa na utofauti. Tukisoma neno tukiendelea utasikia kulikuwa na mambo, bado kulikuwa na mwanga. Lakini pale mwisho tunapokwenda kumalizia hapo ndipo neno inanifurahisha sana. Kwa sababu yatazindishiwa, kwa sababu utukufu wa Mungu utakuwa zaidi kuliko wa kwanza. Kwanza asifiwe. Kwa hivyo ndio nikasema, wewe ambao unasemanga ya kwamba mimi katika nyumba tu ile na asafondi ni ya mabati ya 2000. Forget about it. Forget about it. Utukufu nao kuja sasa ni wa times 2. Nyumba utakaopewa ni times 2. Biashara utakaoongezewa ni times 2. Pesa utakazopata ni times 2. Neema utakaopokea ni times 2. Asifiwe. So usitarajie mahali umekuwa Januari hadi June, hapo ndipo utakuwa mwezi wa 7. Never. As far as Mungu wetu anaishi na ako na nguvu na uweza, itafanyika. Amen. Chako ni kuamini na kukwama pale kwa imani. Amen. Hapa watu neema kufanyia kazi ya Mungu ukiwa mbali na Mungu ataleta mwingine akae kwa hiyo kiti. Asifiwe. Hata yeye abarikiwe kama wewe. Kwa maana utukufu wa jana hautalinganishwa na wa sasa. Utukufu wa mwaka jana hautalinganishwa na mwaka huu. Kazi ngova, lazima tuende mbali. Wacha kushinda kusema wakuu anga wanakufunga, ndio wachagua kwenu wanasema nini? Forget about them. Focus about the word of God. Wewe tegemea tu sauti ya mbingu. Wanadamu aje kuvunja moyo kila wakati. Sasa unavunja moyo na mwanadamu bila anaongea na Mungu naye aongeangi kama mwanadamu. Umesikia fulani kukesha neno la Mungu likasema nini? Yaani kabisa Samueli ametumwa kwa Yese
mahali ambaye kuna ndugu anjulikani, hata majina wanapita, hata hapo kwa msitu akichunga. Na huyo ndiye Mungu anatafuta. Wewe ambao umedharauliwa ndiye Mungu anatafuta. Wewe ambao unaonekananga uwezi ndiye Mungu anataka aweke utukufu ambao si wa kawaida. Haya ulinda ukisema ati hii mimi siwezi, utaweza. Hiyo ngari utaiendesha. Heri wakuve uiendeshe. Heri waamkie hiyo kiti ukalie. Nimwambia ngoja tu. Mtu anaweza kunyang'anya mambo yako ukiwa hapa na umejitoa hivi, kesha uko sangi. Asifiwe. Kwa hiyo Mungu anasema, akamwambia mstari wa 3, miongoni mwenu amebaki nani aliyeona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Ona, katika nyumba hii nani amebaki ambaye aliona utukufu wa mwanzo? Steve ndiye maana nikamtumia. Steve ndiye alikuwa hapa hii kanisa ikianza na akina Joyce na akina Penina. Tukianza kanisa walikuwa washirika wa kwanza. Hebu muinue mkono wale wako ndani leo. Joyce na Steve. Wengine hawako, akina Penina, akina nani. Hao ndio wamebaki. Wengine walienda. Basi wasifiwe. Amen. Miongoni mwenu amebaki nani aliyeona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Ndiye alijua kiti yenye ilikuwa ina condition ikaliwe, ilikuwa inachukuliwa. Hata hiyo nduka sahihi anajua. Mixer yenye tulikuwa anajua ni wapi tulikuwa tunaendea. Kwa hivyo anaelewa. Kwa hivyo nani amebaki katika nyumba hii? Sio tutoka kwa Kasioki. Sema ni mimi nimebaki. Ni mimi nimebaki katika nyumba hii ya Jehova. Katika nyumba hii ya Jehova. Ili nishuhudie. Ili nishuhudie. Ukuu wa mwanzo. Ukuu wa mwanzo. Katika nyumba ya Mungu. Katika nyumba ya Mungu. Nikakwambia nini? Januari ulikuwa hapa. Mwezi wa pili ulikuwa hapa. Mwezi wa tatu hapa, wa tano, wa sita. Sasa utukufu wa Mungu kufikia mwezi wa sita. Ngojea uone mwezi wa saba. Kasioki ameona utukufu kwa nyumba ya Mungu. Na yeye anjawahi ambiwa toka kwa mtume, toka kwa 1GB. Amekwama wapi? Andi Mungu akamekishiwa utukufu wa kufunga trouser na binding wire. Huo umeondoka, utukufu wa enzi zile. Sasa anajua mshipi ni nini. Kwa Yesu asifiwe. Amen. That's not God. Mungu wa utukufu mwingine. Mungu wa neema nyingine. Hauwezi kaa chini ya neema na umbaki vile tena. Na nilikwambia nitaisukuma hata kama ni shindano nitaindunga tu. Iingie. I will not mind. Kama ni shindano nitachukua, nifurute na nikuweke wewe. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu lazima kila umekuja kutafuta hapa ukione. Hata kama ni nani alisema utakaa level moja, huyo ni mwanadamu alisema. Mungu anataka uone utukufu mpya kwa maisha yako. Mwezi wa saba Mungu anataka tuone utofauti mkubwa kuliko miezi ambayo imepita. Amen. Kwa hivyo Mungu anauliza nani amebaki FDC siku ya leo? Sema ni wewe. Ni mimi. Mimi hapa. Ili auone ambaye katika utukufu wake wa kwanza. Ninyi mnaionaje sasa? Haya, mnaonaje sasa? Wale walikuwa kitambo kama Steve, unaonaje sasa Utukufu wa Bwana? Naona ile kanisa ulianza kabisa, hata hivi ana vitambaa. Tulikuwa tunakaa naona hivyo mtizo sasa wamekaa. Wengine hivi na tuko na wandanda pale. Mnakaa hivi mmeangaliana na pastor anasoma katika. Na pastor sasa mimi niko nasimama hapo hivi na hapa kwa sababu sasa kanyumba ni kando na watu wamejaa kujaa kabisa. Basi wasifiwe. Sasa unaonaje? Neno inauliza sasa unaonaje saa hii? Utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana. Ni kweli tulikuwa wengi lakini utukufu haukukua. Ilikuwa ni mbaya, terrible. Maana vyombo tunahaya, wengine tunakunja hapa hatunjakula hata hatunjaoga. Haleluya. Amen. Na jamaa hapa na amebariki kwa sababu ya mashinda. Lakini mimi ukiniuliza na kuambia sikangi kubadilisha kwa sababu kuna matope. Haleluya. Amen. Tunaenda mlimani na tunakunja na matope na tunatoka na mvua. So sasa wacha tukae namna gani? Sasa utukufu gani huu? Uko na Mungu lakini yule Mungu haonekani. Unajua lazima Mungu aonekane hata vile unakula. Saa hii mtu anaweza kula hapa pipeline. Unless tu ile anataka kuonyesha ni mtu wawili bado. Ni kweli. Lakini hiyo sio klasi yake, tuongeleshane ukweli. Ni kama Linda saa hii, sijui kama